Kama wewe ni shabiki wa Yanga utakumbuka kwamba miongoni mwa sajili zilizotikisa ulikuwa ni wa mshambuliaji Andy Boyele, lakini cha kushangaza ni kwamba klabu hiyo imembwaga kimya kimya. Boyele ambaye alitoa Yanga kwa mkopo akitokea Sekukune United ya Saudi amecheza mechi 6 akiweka rekodi ya kufunga mabao mawili katika mechi 5 alizopata nafasi ya kucheza. Iko hivi, mabosi wa Yanga walimsajili mshambuliaji huyo kwa matarajio makubwa ya kwamba atakwenda kuisaidia timu hiyo hasa eneo la mbele baada ya kuondoka kwa Ivory Coast Stefan Aziz Ki, lakini mambo yalibadilika baada ya msimu kwanza, kwani mshambuliaji huyo hakuweza kutoboa kwenye hesabu za kocha kijana Romain Folz ambaye alianza kukinua kikosi hicho mwanzoni kabisa. Baada ya kuondoka Folz alitoa Pedro Gonçalves ambaye alianza kazi mwezi Oktoba, lakini nako Boyele hakuweza kupenya kwenye kikosi cha kwanza huku akipata nafasi ya kutokea benchi muda mwingi. Unaambiwa Pedro alipowapatia mabosi wa klabu hiyo ripoti ya awali, moja kati ya maeneo ambayo alitaka kuongezewa nguvu ni mbele, hasa kiungo na mshambuliaji. Taarifa za ndani ya Yanga zimedai kuwa kocha amehitaji nguvu maeneo hayo kwa sababu Clement Mzize yuko nje kwa majeraha na Dube ndiye aliyesalia. Nikinukuu chanzo hicho kinasema kiwango cha Boyele hakijamridhisha, ndio maana hakumwamini sana kumwanzisha kikosi cha kwanza, hivyo amehitaji aongezewe nguvu hasa kuelekea michuano ya kimataifa. Mipango iko hivi: kwa sasa mabosi wa Yanga wanasaka kiungo mshambuliaji ambaye atakwenda kurithi nafasi ya Boyele, lakini asiwe ameshiriki michuano ya CAF msimu huu ili aweze kucheza. Inafahamika kuwa hapo awali Yanga ilimtuma legend aliyekuwa akikipiga katika kikosi hicho Khalid Aucho kuzungumza na Alan Okello, ambapo kiungo huyo wa zamani anaheshimika kwa mastaa wote wa taifa hilo, lakini Okello bado ana mkataba mrefu na Vipers ambayo bosi wao ni mtata kuuza mastaa wake wakubwa akiwemo kiungo huyo ambaye ni nahodha wa timu hiyo. Simba iliwahi kumtaka Okello huko nyuma, lakini licha ya kufanya majaribio mawili ya kumsajili, mchakato huo ulikwamia kwa viongozi wa Vipers. Hata hivyo amecheza hatua ya awali ya michuano ya CAF, mpaka hapo yuko nje ya mahitaji ya Yanga kimataifa. Jina lingine ambalo Yanga inapambana nalo ni kiungo mwingine ambaye ni Kikwama Mujinga, ambaye naye ni nahodha huko anakoitumikia klabu yake ya Renaissance ya kwao DR Congo. Mujinga ni star muhimu wa Renaissance ambayo tayari imeshapokea ofa, lakini inaweka ngumu kumwachia kutokana na umuhimu wake kwenye kikosi chao. Katika kufanyia kazi pendekezo la kocha Pedro la kutaka kuletewa striker mpya anayejua kufunga mabao, mabosi wa Yanga wamehamia kwa nyota wa timu ya taifa ya Angola Gelson Dala anayekipiga kwa sasa katika klabu ya Al Wakra ya Qatar, ili kama mambo yataenda sawa jamaa atoe dirisha dogo kuitumikia timu hiyo ya Jangwani. Yanga inaendelea kujifua kwa mazoezi makali kambini huku ikijiandaa kufunga safari kwenda Zanzibar kushiriki michuano ya Kombe la Mapinduzi ya mwaka 2026. Imeandikwa na Victoria Melkiadi na kusoma kwako nami Hamza Saifu.